أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا جميع النعم، ثم الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi hiki adhim katika media yenu pendwa inayojulikana na kufahamika kwa jina la Al-Imamu Media. Kwanza kabisa nipende kutoa shukrani za dhati kupata fursa hii ya kuja kuzungumza nani katika siku kama ya leo, na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka tumeshakata masafa marefu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. 10 la kwanza tumelimaliza, 10 la pili tumelimaliza, na hivi tunavyozungumza tupo mwishoni sana mwa 10 la tatu. Kwa lugha nyepesi na nzuri twasema kabisa tunakwenda kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haijabaki kwetu sisi isipokuwa yaumun au yaumain. Lam yabqa ilaina min hadha ash-shahr illa yawmun au yawmain, Kwa kutanguliza hayo, leo naomba tutazame mwezi huu kama ni fursa ya kujifunza ni nini tumekipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuweza kutembea na maudhui yetu kwa kutabarruk na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ipo katika suratul Mu'minun. Aya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema qad aflahal mu'minun, hakika wamefaulu waumini. Na bila shaka sote tumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivyo matarajio yetu makubwa ni kwamba tumefaulu. Lakini mada hii nitaigawa sehemu kuu mbili kama sio tatu. Sehemu ya kwanza tuangalie matunda ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama sehemu ya waliofaulu, na sehemu ya pili tutaangalia na kufunga kwetu na kufanya amali zetu, kuna uwezekano wa watu wengine kuwa wamefeli na hawajafanikiwa, kwa maana hawajafaulu katika ile aya Mwenyezi Mungu aliposema kwamba qad aflahal mu'minun. Bila shaka ndugu zanguni, twafahamu ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, mwanzo mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tuweza kusema ni mwisho wa mwezi wa Shaaban, alitoa maneno yake mazito ambayo katika vikao vilivyotangulia tuliyazungumza hayo, kwamba moja katika mazungumzo yake alisema qad aqbala ilaykum shahrullah, kwamba umewajilieni mwezi mtukufu wa Mwenyezi Mungu. Akasema kwamba katika mwezi huo
kuna mambo mengi yanapatikana, lakini hayo mambo yote mengi yaliyopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan yapo katika unwani tatu. Fihi baraka, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna baraka, maana baraka nyingi tele. Lakini vile vile fihi rahma, kuna rahma, huruma ya Mwenyezi Mungu, milango ya Mwenyezi Mungu ya huruma iko wazi. Lakini nukta ya tatu au jambo la tatu muhimu ambalo Bwana Mtume aliliashiria katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni maghfira, kwamba na ule mlango wa msamaha kwa wale wanaotaka usamehevu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi ule mlango pia uko wazi. Na hii ni ishara tosha kwamba Mwenyezi Mungu ametuandalia njia ya sisi kufanya toba na kufikia yale malengo ya kwamba wote ni watu wa kwenda sehemu moja, nayo si nyingine, ni peponi. Kwa hiyo huo ni utangulizi wa kile alichokizungumza Bwana Mtume mwanzo wa huu mwezi unaoenda kuisha. Katika zile nukta tatu alizozitaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna mambo mengi Bwana Mtume aliyazungumza ndani yake ili tuweze kupata baraka, tuweze kupata huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliweka mambo mengi, lakini moja katika mambo muhimu ambayo tutayagusia leo ni a'malun salihah, ni matendo mema. Katika suratul Kahfi aya 110, aya ya mwisho kabisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamueleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba awaeleze watu. Awaeleze nini? Awaeleze kuhusu suala zima la kutenda mambo mema, faida yake. Akazungumza akasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, yeyote mwenye kutaka kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa salama, kwa sababu waweza kukutana na Mwenyezi Mungu lakini ukawa hauko salama. Sasa ili ukutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa uko salama, ndiyo pale alipomwambia faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, basi atende mambo mema, atende mambo mema. Hapa kimekuja kitendo cha kutenda, falyamal, basi afanye nini? Amalan salihan, matendo yaliyokuwa mazuri. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asije akafanya ushirika wa aina yoyote, asije akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe wake. Akaonyesha nia ya kwamba hawa viumbe wana daraja moja na Mwenyezi Mungu au zaidi. Hii ni katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ili usalimike, ukutane na Mungu ukiwa salama, yatakiwa hizi nau'un mina shirk ziondoke na ubaki na yale matendo mema. Ukiangalia vile vile fadhila za kuwekwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwa ajili ya kutenda mema.
tumeona kipindi kilichopita kwamba moja katika falsafa ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, unapata ndani ya mwezi huu watu wote wanakuwa sawaun, yani sawasia, kwa maana tajiri na maskini wote njaa wanayoipata ni ile ile moja. Maskini atapata ile ile njaa na tajiri vile vile ile ile njaa ya kujizuia kula na kunywa itampata. Kwa hiyo kuna kitendo kinakwenda kutengenezeka kwa yule mwenye uwezo katika kumsaidia huyu asiye kuwa na uwezo. Sasa sisi kama waumini tuliosifiwa na Mungu kwa lugha nzuri sana, qad aflahal mu'minun, kwamba wamefaulu waumini, watu wenye imani, basi yatupaswa tufahamu kwamba yale matendo ambayo tulikuwa tukiyafanya qurbatan ila Allahi kwa sababu ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, yale ndiyo yatakayo tufanya tuendelee kubakia katika ile mizani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana maneno yake mazuri ya kupendeza, ya kutia faraja na ya kumuonyesha kwamba ni jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotupenda. Anasema at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanba la, kwamba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mlango wa toba umefunguliwa, kwamba sisi tuombe toba kisha tusamehewe na Mwenyezi Mungu. Sasa kwa wale ambao wamefanya toba, wamemwomba Mwenyezi Mungu msamaha, wamekiri kwa moyo wao mmoja kwamba kweli Mungu sisi tumeteleza, kweli Mungu sisi tumekosea, na hapa tulipo tuko mbele yako, Ilahi waqafa sailuna bibabik, tuko mbele yako, hatuna wa kumuelekea kutusamehe haya madhambi tuliyokuwa nayo isipokuwa wewe. Katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi, na Mtume anasema at-taibu minadh-dhanbi, kwamba yule anayetubia kwa yale madhambi aliyoyafanya katika huu mwezi anakuwa kama la dhamba la, kama yule ambaye hana dhambi. Kwa kifupi ni kwamba wote ambao wameshiriki vyema katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, bila shaka wamerudi katika hali ya upya, katika hali ya kwamba hawana dhambi hata moja. Sasa kawaida ya mwanadamu ni mtu wa kughafilika. Unakuta kapewa chance ya kufutiwa madhambi yake yote, lakini anamrejea Mwenyezi Mungu akiwa ni muovu kupindukia. Bwana Mtume katika hutuba yake, katika kumbukumbu zangu, katika hutuba yake ya mwezi wa Shaabani kukaribisha mwezi wa Ramadhan, na hii riwaya au haya mazungumzo tuliyazungumza katika vikao vilivyopita, alieleza kwamba fa inna shaqiya, kwamba mtu muovu zaidi ni yule ambaye utaisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ili hali hajasamehewa. Sasa ukimpata mtu wa namna hii, maana yake kapata hasara na hajafaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Neema tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ilikuwa ni yale masiku ya layalul qadr ambayo Mwenyezi Mungu anayasifu kwamba haya masiku ya Lailatul Qadr khairun min alf shahr, kwamba masiku ya Lailatul Qadr ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Kwa hiyo fanya matendo yako katika miezi mingine, toa sadaka,
watendee wema wazazi, waonee huruma mayatima. Lakini yote ambayo unayafanya nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si sawa na unayoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu daraja lake linakuwa ni mara 1000. Yaani umefanya jambo lako moja unapata malipo 1000. Bila shaka kwa ukweli tumefaidika na tunaamini kwamba tumesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atatupokea siku ya Kiyama tukiwa salama, tukiwa tumesalimika. Mtu mwingine anaweza akajiuliza kwamba naam, unazungumza leo hii na unatueleza ya kwamba Mwenyezi Mungu ametusamehe madhambi, na unatoa ushahidi wa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba at-taibu minadh-dhambi kaman la dhanba la, mtu aliyetubia madhambi yake ni sawa na mtu ambaye hana dhambi hata moja. Sasa sisi tumetenda madhambi ya kutosha vipi kwa yale madhambi yaliyotangulia? Jawabu ni fupi sana. Jawabu ni fupi sana. Kama mnavyofahamu kwamba hakuna fedheha kubwa kama vile kudhihirishwa aibu yako mbele za watu. Ulisengenya, ukiwa mko watu wawili umemsengenya mtu mwingine hayupo, lile dhambi kama utaonyeshwa au litakuja kuwekwa bayana wazi mbele ya yule uliyemsengenya, ni aibu mtu anajisikia. Kwa mfano dhambi jingine kama dhambi la kuiba. Leo ikiwa unaiba, unaangalia huku na huku ili usionekane kwa watu. Kwa nini? Ni aibu wewe kuonekana unaiba. Sasa kile kitendo cha kuangalia huku na huku si kwa maana tu kwamba unaogopa ukikamatwa utauawa. Hapana. Kuna ile hali ya kiubinadamu ambayo inakuhisisha fulani ni aibu, wewe kama mwanamume, wewe kama mwanamke, wewe kama mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kunyoosha mkono kuchukua kitu kisichokuwa chako, ile aibu. Na hapa huu ulimwengu, haya ndiyo mazingira ya kimaumbile tulioumbwa na Mwenyezi Mungu, na hapa ni duniani. Vipi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu unaanikwa mambo yako wazi? Si kwa wale tu uliofanyia, paka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anashuhudia ulipokuwa unafanya. Al-Imam Ali alayhi salam, a'immatu at-tahirin wanakutazama, utaweka uso wako wapi? Dhambi nyingine baya zaidi, hakuna dhambi kama vile kuwatendea wazazi maovu, kuwanyanyasa, kuwanyanyapaa, kuwatelekeza, kuwatupa mkono, huna habari nao. Unaonaje mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unakwenda kuainishwa, unakwenda kuwekwa bayana namna gani ulikuwa ukiishi na wazazi wako? Ni jambo la aibu kubwa mno. Ukuwa mtiifu, unakwenda kuweka uso wako wapi? Unakwenda kumweleza nini ambaye anajifakharisha kwa wingi wa umma wake? Bwana Mtume ana maneno yake, anasema oaneni mpate kuwa wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nahisi fahari kubwa nyinyi kuwa wengi. Kesho nakwenda kujifakharisha. Unaenda kumweleza nini yule ambaye alikuwa anajifakharisha na wewe? Uwepo wako, anakuona alaka yako na mzazi wako, alaka yako na rafiki yako, alaka yako, mafungamano yako na wazee wengine wasiokuwa ndugu zako wa damu. Alaka yako, mafungamano yako na marafiki zako. Unakwenda kumweleza nini huyu ambaye
amekuja kukuheshimisha na kukupa wanadamu, kujitambua, kujithamini. Unakwenda kumweleza nini? Unakwenda kumweleza nini pale itakapokuwa dhambi lako ulilokuwa ukiona kwamba mimi hili dhambi hakuna yeyote anayeniona? Hakuna yeyote anayeniona. Kwa mfano, dhambi la kufanya uzinzi, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Una yakini kwamba hapa nimetoboa, hapa hakuna anayeniona. Uko wewe na binti wa watu. Vipi kesho huu uso wako huu ambao mbele ya watu hawajui unachokifanya, kesho wakakuona mbele ya Mungu, mbele ya viumbe vitakatifu, mitume, mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, unakwenda kuonekana kitendo chako, uko wewe na mtoto wa watu. Utakwenda kumweleza nini baba yake ya huyo mtoto? Dhambi kama hili unafanyaje ili usitiriwe na Mungu? Moja katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Sattar, ni mwenye kusitiri madhambi, mwenye kuwasitiri waja. Lakini pale utakapokuwa umetubia kisawasawa, unakuja kukuta yale madhambi yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasamehe, na sio kuyasamehe tu, na anayaficha, anayasitiri. Siku ya Kiyama hauonekani kwa watu. Lakini kuna watu wengine wanaweza kujiuliza, huyu ndio tulikuwa tunamfahamu, huyu tulikuwa tunamfahamu. Tulikuwa tunamfahamu vipi? Tulikuwa tunamfahamu ile nyumba yake, wenyewe wanaita ghetto, wanaita lugha zao wanaita nyumba, yani nyumba ya starehe. Tulikuwa tunamuona kwenye nyumba za starehe anabadilisha wanawake tu. Huyu si ndio mwanamke tulikuwa tunamuona anabadilisha wanaume tu? Mbona leo katika mizani hasanati hii, katika upande wa mema yake, katika upande wa meza yake, katika upande wa mfuko wake wa amali, mbona tunaona ana amali nzuri? Mbona yale matendo maovu hatuyaoni? Unajua kwa nini huyaoni au watu wengine hawayaoni? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekustiri, na hajakustiri isipokuwa kwa kitu kidogo tu. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, ninakuomba msamaha Mwenyezi Mungu na ninatubia kwamba mimi sintorudia kuyafanya haya. Sasa ukiwa umetubia kisawasawa, haya mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyasitiri ni vyepesi sana, kuyasitiri ni vyepesi sana. Kwa hiyo bila shaka tutakuwa tumetabaruku vizuri, tumepata faida nzuri, tumenufaika vizuri na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na tutakuwa ni katika wale watu ambao tumesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana wale ambao walikata tamaa na madhambi yao wanahamasishwa sana na Mwenyezi Mungu. Tumeona katika kipindi kilichopita, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie wale waliokata tamaa, waliojikatia tamaa, hawana matumaini tena kwa yale walioyafanya, wamekata tamaa, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa. Mlango wa huruma ya Mwenyezi Mungu ni mpana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni Al-Ghafur, Mungu ni Ar-Rahim, Mungu ni At-Tawwab. Watazama hata kwenye zile nyoradi za huu mwezi mtukufu wa Ramadhan,
Misikitini unapata sauti tofauti katika misikiti. Ya Tawwabu tub alaina, ewe mwenye kutoa toba, ewe mwenye kusamehe, tusamehe sisi madhambi yetu. Ile ni dalili tosha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusamehe. Sasa si vizuri kwa yale ambayo umekiri kwa Mola wako na umeomba msamaha kwamba Mungu, mimi nimekosa na niko mbele yako ninatubu, na ukawa unambembeleza Mwenyezi Mungu ukimwambia ilahi rabiha saimun, Mungu waliofunga wamefaulu, wafaza alqaimun, na wamefuzu wale waliopata fursa ya kusimama visimamo vya usiku, wanajal mukhlisun, na wamevuka wamefaulu wale ambao wana ikhlas, wamefanya mambo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ikhlas, wamewasaidia mayatima, wamewasaidia wasiojiweza. Wa nahnu abiduka almudhnibun, na sisi ni waja wako, tuko hapa mbele yako, ni wakosefu wakubwa. Ukawa unambembeleza Mwenyezi Mungu, farhamna, tuonee huruma. Katika baadhi ya dua, wandhur ilaina nadhratar rahima, tuangalie sisi kwa jicho la huruma. Ulikuwa unambembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yako yote yalikuwa yanaonyesha kwamba uko tayari na umejirudi, uko mbele ya Mungu dhalil. Maana katika baadhi ya adhiya, mfano dua Abi Hamza al-Thamal, dua nzuri sana ya Imam Zainul Abidin alayhi salam. Katika mazungumzo yake, katika dua yake hii, kuna vipengele ulikuwa ukimlilia Mungu, unamwambia Mungu, ana saghiru alladhi rabbaita, mimi ndiyo yule mdogo mdogo, mimi ndiyo yule kiumbe dhalili, dhaifu, asiyejiweza. Saghir, si chochote, kadogo. Mimi ndiyo yule kile kiumbe kidogo kidogo ulichokilea ukakipa ujasiri mpaka imefikia hatua hii. Unamlilia Mungu, alafu huyo Mungu uliyemlilia ukaonyesha udhalili mbele yake, amekusamehe. Inakuwa ni ajabu sana kuona tena baada ya Ramadhani ukaingia kwenye yale ambayo hayatakiwi. Na mimi niwaambie tu kwamba matarajio, yani kubaki na matarajio pekee bila kuyafanyia kazi, kuna changamoto kubwa. Al-Imamu Ali alayhi salam, kama sikosei, ana maneno yake mazuri, anasema arraji bila amali karami bila watar, kwamba mtu anayebaki na matumaini pasi na kufanya kazi, pasi na kufanya juhudi kwenye yale anayoyatumaini, ni sawasawa na mtu arami, yule mtu anayetupa mshale, anayetupa upinde, ameshika upinde alafu hana mshale, hana silaha ya kutupa. Au kuna kile kifaa sisi tukifahamu kwa jina la manati, si nyinyi mnahitaji,
ni mpira ambao unawekwa na kijiti, unawekwa namna hii, huku na mpira na huku na mpira, alafu hapo kuna kishikio. Ile ukivuta, ukiweka silaha, ukivuta unaweza ukapiga kitu chochote ukakiathiri, hata kama ni adui kimpiga unamwathiri. Umeona? Wanatumia sana katika kuindia. Ukabeba kile kifaa ukawa unatembea nacho porini, unaenda kuinda na hauna yale mawe au vile visilaha vidogo vidogo vya mviringo, kama ni gololi za kupigia mnyama unayemuinda, ni sasa unakwenda kufanya kazi bure, hakuna faida yote. Ni sawa na yule mtu ambaye haswali, hafanyi amal, yani, lakini ukimuuliza sasa, wallahi natamani pepo sana, yani asema mimi nina matarajio ya kwenda peponi, na yuko serious, yani yuko serious. Ukimwambia asema Mwenyezi Mungu, nina yakini kwamba utatupeleka peponi. Naam ndugu yangu, kweli utapelekwa peponi. Kwa amali zipi? Mwenyewe Mwenyezi Mungu asema man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha. Sasa wewe una matendo gani uliyofanya kiasi kwamba haya matumaini yako hii vitu unavyovitarajia kwake, kuna vitu gani wewe unavifanya vya kumridhisha yeye akakupe hiyo pepo? Tusijidanganye. Ibada tuswali, useme mimi si swali na peponi nitaingia. Pepo haiko hivyo, pepo haipo hivyo. Kuna watu ni wanasikitisha, lakini tuwaeleze tu kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufunza, kama ulikuwa unaenda kufanya ibada, nenda endelea kufanya ibada. Usisubiri Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine ndio ukafanya ibada. Usisubiri kufunga mpaka Ramadhani nyingine ije, una fursa nyingine. Kila siku ya Jumatatu ni mustahabu kufunga, siku ya Alhamis kama baadhi ya riwayati ambazo zimepokelewa na maulama kwamba ni mustahabun kufunga siku hizo, funga. Na si vibaya ukawa unafunga hata kwa mwezi, ukafunga siku 10, sio mbaya katika kuilea nafsi, sio mpaka mwezi wa Ramadhani uje. Ulikuwa unatoa sadaka mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, sadaka ziendelee. Ulikuwa unasaidia mayatima uendelee kuwasaidia. Ikiwezekana tafuta idadi ya mayatima kwa mujibu wa uwezo wako, ishi nao, walee, wasomeshe, wasaidie. Hawakupenda wao kuwa mayatima. Nukta ya mwisho niseme kwamba wewe ndugu yangu ambaye umefanya amali, kama hautoziishi amali zako, ujue umepata hasara. Tulizungumza mwanzo tukasema nukta ya kwanza, nukta ya pili, mtu aliyefunga yawezekana akawa amepata hasara, yani hajifaidika na kitu chochote? Nikasema naam, yawezekana. Ukisoma mwanzo nakumbuka ukisoma mwanzo wa kitabu cha Ilmu al-Mantiq, na bahati nzuri nyinyi ni wasomi, mtasadikisha hiki ninachokisema. Utaona tu pale mwanzo wamezungumza katika mazungumzo yao, kwa nini watu wanaosoma ilmu al-Mantiq wanasoma na wanakosea kwenye kufikiria. Kwa nini watu wanaosoma ilmu nahwi wa sarf na kusoma kwao, lakini kwenye kutabikisha wanakosea? Baada ya kusema jaa Muhammadun, anasema jaa Muhammadan, na amesoma, anajua kwamba failu ni kila jina ambalo linakuja baada ya kitendo, na kitendo hiko kiwe ni maalum, kisiwe ni majuhul, na hili jina liwe linajulisha kwamba
aliyefanya kitendo ndiyo yeye, anatakiwa awe ni marfuu, lakini unakuta faja anakosea na amesoma hiyo kanuni anajua. Lakini sasa kwa nini amesoma na anakosea? Katika vitu ambavyo walikuwa wametolea kama dalili ya kukwepa huu mzizi wa fitna, wakasema kwamba si kila anayesoma anaepukana na makosa ya kanuni na somo lile. Hii inatuletea picha kwamba hata si kila anayefunga, anatoa sadaka, anasaidia watu amefaulu. La, bali wakaeleza kuna sababu zisizopungua 3. Sababu ya kwanza wakaeleza wakasema kwamba yawezekana mtu akawa vizuri, lakini adamul malaka, kitendo cha kukosa ile malaka, uwezo wa kutabikisha na anajua kanuni vizuri, inaweza ikawa ni sababu ya kumfanya kukosea. Sababu ya pili walioitoa wakasema la, huenda naam yuko vizuri, lakini la yurai alqawaid, hazingatii ile misingi ya lugha, misingi ya nahwu, misingi ya sarfa. Huyu anayesoma ilmu al-mantiq ambaye tumesema ni litashihi fikr, kusahihisha fikr, afkar, huyu ndiye atakaye angukia kwenye makosa ya kufikiria. Ni kwa sababu lam yura alqawaid, hakuchunga ile misingi ya kanuni au zile kanuni za kumfanya yeye asikosee. Lakini mara nyingine sababu ya 3 walioitoa ni kwamba anawezekana tu katika kuzungumza kwake akateleza, akaangukia kwa kutokuwa makini. Sasa hivyo na mtu ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani, amefanya amali zake, umeona, hivyo anaweza akaangukia kwenye makosa vizuri tu. Hivyo anawezekana akawa amepata hasara zaidi na akawa hajafaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali akawa ndio kajipalia moto kabisa. Kwa nini? Kwa sababu imma hakuwa ni multafitun kwa yale mambo ambayo yanatakiwa ayafanye, hakuwa na nia ya kufanya lillah, innamal a'malu binniyat, yeye hakuwa na nia yake ilikuwa ni kujionyesha, na mimi mashallah mwezi huu nimefunga. Sasa sisi hatutakiwi kuwa hivyo. Unapofunga uwe umefunga bimaanan kamilan, kwa maana iliyokamilika. Kwa kukomelea, tuseme kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa yote, Mwenyezi Mungu ndiye mfanisi wa yote. Sisi kama waja wake tuelekeze shida zetu kwake, tuelekeze matatizo yetu kwake, na tuwe na matumaini ya kupata taufiki kutoka kwake, na kwa baraka ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iwe siku ya Kiyama ni sehemu ya uombezi kwake kwa ajili ya kupata kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuandalia katika pepo yake. Mwisho kabisa, naomba ndugu zangu tutambue tupo katika kipindi kigumu, kipindi ambacho tunahitajia kwa wingi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama mnavyofahamu, machafuko ya kiulimwengu yanayoendelea, vita vinavyoendelea baina ya haki na batil, baina ya ukweli na uongo, baina ya wema na ufisadi, kati ya nchi zinazoendelea kupambana, Iran pamoja na nchi za kitwaghut, Israel pamoja na Marekani,
na wote ambao wanaounga mkono kwa ajili ya kuchafua maadili ya ulimwengu, maadili ya mwanadamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi aweze kuwasambaratisha maadui wa wanadamu, aweze kuwasambaratisha maadui wa Uislamu, aweze kuwasambaratisha maadui wa huu ulimwengu, kwa sababu lengo lao ni lengo baya na baya zaidi. Na mnaona wanavyoua watu wasiokuwa na hatia, wanaua viongozi, wanapiga mahala ambako kwa kweli hata wewe ukielezewa ni uchungu unauma. Watoto wadogo wasiokuwa na hatia wako mashuleni wanasoma, wanalipuliwa mabomu. Yote hiyo ni sababu ya kupenda dunia, hubu dunia. Na Bwana Mtume alishazungumza akasema, ra'su kulli khati'a, kwamba kichwa wa makosa yote, asili ya makosa yote ni hubu dunia, ni kuipenda dunia. Kwa hiyo iman inapambana na wale wanaopenda dunia. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea ndugu zetu wa Iran, wa Lebanon, kikundi cha Hizbullah na wote ambao wanaiunga mkono harakati ya Iran, kuhakikisha wanaweka sawa uadilifu na amani itawale katika ulimwengu wote. Astaghfirullah li wa lakum wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.